Kwa majina anaitwa Sofia Julius Otieno. Kwanza kabisa nishukuru tukio la leo, ni tukio la kihistoria. Pia namshukuru mheshimiwa diwani wa viti maalum ambaye ni mwenyekiti wa kikundi hiki cha hao watoto kuweza kuongea na mheshimiwa Robi mpaka hao watoto wakapata bima ya afya. Kwa kweli hao watoto kuwalea nako ni kazi. Kuna changamoto tunazopitia sisi wazazi tunawalea hao watoto. Ni watoto ambao ukimgusa hata kidogo anakuwa anakasirika, alafu pia anazira. Kwa kweli sisi wazazi wa watoto tuna majukumu makubwa. Pia serikali iweze kuwakumbuka hawa watoto. Hawa watoto wengine hawana uwezo kuweza kufika shuleni, wanakaa tu nyumbani kwa ajili ya nyenzo za kuweza kuwafikia shuleni zinakuwa ni vigumu. Kama wangepata kituo maalum cha kuweza kupata mafunzo au kituo maalum cha kukaa nao pamoja, pia tungeshukuru sana. Namshukuru Mama Samia ambaye ni rais wetu kwa kutukumbuka kwa siku hii ya leo sisi wakina mama wa wilaya ya Rorya, pia walezi wa watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Kwanza kabisa na waasa wakina mama ambao wana watoto walemavu kama hawa wasiwafiche nyumbani, wasiwafiche majumbani, waweze kutoa hawa watoto kusudi serikali watambue kwa ajili ya kuweza kuwahudumia. Pia nimejifunza kitu kwa siku hii ya leo. Kweli tumeona makundi mbalimbali ambaye yamewasaidia hawa watoto. Kwa kweli tumetoa shukrani sana. Majina naitwa Mzee Samuel Mwabe wa huko kutoka kijiji cha Nyahera kata Tai. Katika kitendo cha huku cha leo hii imenifurahisha. Kwanza nashukuru mwenyekiti wa kina mama kutoka wilayani Tarime kuja hapa. Pia namshukuru mwenyekiti wetu diwani ya wenye mahitaji maalum aliyotufanyia huu mpango mpaka nasi tukasikika na tukatambulika kwenye serikali. Hivyo nashukuru pia Mama Robi aliyetufanyia mpango wa kupata bima za matibabu bure. Hivyo nazidi kuwashukuru kwa hayo yote yaliyotendeka. Changamoto ambayo tunapata sisi wazazi huwa kuwatunza ni kazi. Manake huwa wana hasira. Anaweza kukosea lakini anahitaji usimgombeze, umbembeleze. Ukimgombeza hasira zinazidi kupanda. Pili, changamoto ambazo tunapata ni kuna wengine ambao wana uwezo wa kufanya kazi. Wengine wanaweza wakachona kiatu, lakini tungeomba wapate sehemu ya VETA ambao wenye uwezo wanaweza wakafanya kila anachoweza kufanya. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Silvana Ndemera, ni diwani wa tiketi za viti maalum tarafa ya Nyancha. Mimi kwa mtazamo wangu katika siku hii ya leo, kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ametujalia afya njema, tumeweza kushiriki kama wilaya. Lakini pia niupongeze uongozi wetu wa wilaya kwa maadhimisho haya, kwa sababu kila kitu ni uwezeshaji. Tunashukuru wadau wetu wote ambao wameweza kutushika mkono mpaka tumeweza kukamilisha haya. Lakini pia nishukuru mgeni wetu rasmi ambaye ni mbaraza wetu wa taifa kutoka mkoa wa Mara ambaye ni Robi Samuel, ambaye alikubali kuja leo hii kushiriki pamoja nasi katika sherehe hizi. Lakini pia katika sherehe hizi kuna mambo ambayo yamefanyika kwa sababu tulialika watoto ambao wanaishi katika mazingira magumu, na pia tuna watoto ambao wana ulemavu ambao wanalelewa na wazazi wa kikundi kinachoitwa Pamoja Tuwalee, ambao mimi ni kiongozi wao. Ninamshukuru sana mbaraza wetu kwa sababu aliweza kutushika mkono kwa kuwapatia bima za afya watoto, idadi ya watoto 100 kutoka mazingira magumu na pamoja na hao watoto ambao ni walemavu. Tunaomba sana katika jamii yote inayotuzunguka tuishi na hawa watoto kwa upendo na kwa umakini sana, kwa sababu sisi wazazi ndio tunaozaa watoto, lakini kesho na kesho kutwa watoto wao wanageuka kwamba ni watoto wa mitaani au wanageuka kuwa watoto ambao wamekosa wazazi. Lakini wakati mwingine wazazi wao tupo, tunatoroka watoto, mwisho wa siku watoto wanakwenda kulelewa kwenye vituo ambavyo hatupo sisi wazazi. Ninaomba sana wana Rorya tujitahidi sana kusimama kwenye nafasi zetu kama kina mama, tulee watoto wetu. Lakini pia tunapokuwa na watoto ambao wana ulemavu, tusiwafiche majumbani, tuwatoe ili waweze kupata misaada tofauti tofauti, kwa sababu misaada hii ipo.
hata halmashauri, idara ya ustawi wa jamii inawahusu watoto wa namna hii. Kwa hiyo tunaomba kabisa, unapokuwa na mtoto ambaye ana changamoto, usigeuze kama changamoto ile kwamba ni laana kwenye familia. Tutambue ya kwamba Mwenyezi Mungu anapoamua kutupa watoto kama hawa ana sababu. Kwa hiyo tuwaonyeshe upendo wa hali ya juu, kwa sababu ndicho kikubwa watoto hawa wanachohitaji. Tuwatoe waweze kupata huduma tofauti tofauti. Kama ni elimu, hata wao pia wana haki ya kupata elimu. Afya, wana haki ya kupata huduma zozote zile za kimsingi. Mtoto ambaye ni mlemavu ana haki ya kupata. Lakini pia mtoto yatima, kama tunao majumbani huko, tuwatunze watoto wetu hawa ili na wao siku moja waje wafikie ndoto zao, hata kama hawana wazazi, lakini wajihisi kwamba na wao wale walezi wao ni sehemu ya wazazi wao, na wao mwisho wa siku waweze kufikia malengo yao. Na pia nizungumzie watoto wetu ambao wana matatizo mbalimbali. Tumepokea taarifa zao, nafikiri utaratibu unaendelea kuanzia hapa. Ninataka kusema tulipata taarifa hii, lakini hii yote inatokana na mkurugenzi wa Hope for Girls ambaye ni Robi Samuel. Hope for, yani ni kituo cha matumaini kwa watoto wa kike waliokimbia tohara na mateso ya aina mbalimbali, watoto waliobakwa ambao walihitaji kupata huduma maalum pia wanapokelewa pale. Na huduma hii yule dada ameendelea kutoa ni miaka mingi. Na tunamshukuru sana mkoa wa Mara kwa sababu ni mtetezi wa haki za wanawake na watoto wa kike. Amesimama na wanawake na watoto, anatunza watoto hawa, na wengi amewasomesha, lakini wengine wako chuo kikuu, wengine wako nje ya nchi yetu. Tumpongeze Robi Samuel jamani. Ni mwanamke wa pekee mwenye moyo ambao tunasema ni wa dhahabu, kwa sababu ni wanawake wachache wanaweza kusimama na watoto na wanawake. Ana wanawake wajane anaowasapoti na anasaidia makundi ya wanawake wajane. Kama kuna vikundi vyao, kama kuna kitu wanafanya, najua mahali pale huwa anaweka mkono. Na pia watoto wa kike, ameshika watoto wengi mkoa wa Mara, amewabeba mgongoni, anapolala wanalala. Nafikiri kwa wale waliofika kwa Robi wanajua ukweli kwamba Robi nyumbani kwake watoto wa kike wamejaa nyumbani. Uongo ukweli akina mama UWT, najua wengi ni marafiki, si ndio jamani? Najua ni mtu anayejituma, lakini Hope for Girls najua bado anapambana kuhakikisha usawa wa kijinsia tunaufikia hasa ndani ya mkoa wa Mara. Mimi niseme ninawashukuru sana. Sasa tutaendelea na utaratibu uliowekwa na afisa maendeleo. Maendeleo, hebu njoo sogea karibu. Napenda kujua idadi ya wale watoto. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.